Hai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Rafiki zangu wapendwa, wapendwa wangu, wapenzi wangu wa Injili, watoto wangu niliomzalia Mungu. Ni weekend ya ajabu vipi tuliokuwa nayo pamoja na Bwana wetu. Haikuwa kama kitu kingine chochote, kutumia tu wakati pamoja naye, kuzungumza naye, kuisikia sauti yake, kumwabudu yeye, kumshukuru na kumwambia jinsi gani tunavyompenda. Ni heshima iliyoje kuishi katika siku hii na kuwa sehemu ya maandiko yanayotimia. Maneno ya kibinadamu yanawezaje kueleza yote yaliyo moyoni mwetu? Kama vile nabii alivyosema, si mimi, kuna kitu fulani ndani kilindini kikisukuma na kububujika ndani yangu, kisima kinachofoka maji ya Roho Mtakatifu. Ni bibi harusi akijifanya mwenyewe tayari kwa ajili ya bwana harusi. Jinsi gani bibi harusi huchangamka kabla ya harusi yake! Moyo wake huanza kudunda kwa kasi sana wakati sekundi chache za mwisho zinapopita. Anajua kuwa hatimaye wakati umefika. Nimejiweka tayari, anakuja kunichukua, sasa tutakuwa mmoja. Kwa kweli tunaishi katika nyakati za mwisho, za kumalizia za wakati. Bibi harusi hivi karibuni atanyakuliwa na kuitwa kwenye karamu yetu ya fungate. Yeye anatupeleka kwenye viwango vipya. Hakuna swali tena, hakuna tena kushangaa. Sisi ndiyo bibi harusi. Na bado yeye hajamaliza. Bado yeye anataka kumbariki na kumtia moyo bibi harusi wake kipenzi aliyechaguliwa. Jinsi gani yeye anavyopenda kumtia moyo na kumwambia jinsi gani yeye anavyompenda, jinsi anavyojivunia yeye. Yeye bado ana ufunuo mwingine wa kipekee sana wa kumpa bibi harusi. Wakati kuna sauti nyingi sana ulimwenguni zinazokataa kucheza kanda, yeye anataka tena kumhakikishia bibi harusi kwamba wako katika mapenzi yake makamilifu na njia yake iliyoandaliwa. Mpango wake daima umekataliwa. Bibi harusi wake daima ameteswa. Watu daima wanataka njia yao wenyewe, mawazo yao. Wanataka kiongozi tofauti awaongoze. Lakini Mungu alimtuma kiongozi mmoja kumwongoza bibi harusi wake, yeye mwenyewe, Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu wa siku hii, kama ilivyo katika siku zingine zote, ni nabii wa Mungu. Siku zote wao wametaka watu wawaongoze. Katika siku za Samueli, Mungu alisema walikuwa wakimkataa yeye kwa kutotaka Samueli awaongoze. Ilionekana kuwa jambo la ajabu kwa vile Samueli yeye pia alikuwa mtu. Lakini tofauti ilikuwa Samueli alikuwa ndiye mtu ambaye Mungu alimchagua kuwaongoza. Haikuwa Samueli, ilikuwa ni Mungu akimtumia Samueli. Yeye alikuwa ndiye sauti na mtu ambaye Mungu alimchagua kuwaongoza. Lakini wao walitaka sauti zingine. Sauli alijua watu walimcha Samueli. Hivyo ilimbidi atangaze,
Sauli na Samueli. Ilibidi awaogopeshe watu ili wamfuate yeye. Kweli alikuwa ameitwa. Kweli alikuwa ametiwa mafuta na Samueli kuwa mfalme wao. Lakini Mungu angali alikuwa anayo njia iliyoandaliwa na nabii aliyemchagua yeye kuwaongoza, hata kumwongoza na Sauli. Mungu alinena na nabii wake na kumwambia Sauli la kufanya. Wakati Sauli alipoamua kuwa amepakwa mafuta yeye pia, na hakutaka kumsikia nabii tu, Mungu aliuondoa ufalme wake. Kwa hiyo basi, walipofanya jambo hilo, wakati kule kushindwa kukuu kulipokuja, ndipo Sauli alichinja maksai wawili wakubwa na kuwapeleka kwa watu wote. Na laiti mngaliona hapa, wakati Sauli alipopeleka vipande vya yule maksai kwa Israeli wote na kusema, na iwe kwamba mtu yeyote ambaye hatamfuata Samueli na Sauli na awe huyu maksai kama huyu. Mnaona jinsi alivyojaribu kujiwakilisha kwa hila pamoja na mtu wa Mungu, jinsi ilivyokuwa si la Kikristo. Uchaji wa watu ulikuwa kwa ajili ya Samueli, bali Sauli akawafanya wote wamfuate, kwa maana watu walimcha Samueli na wamfuate Samueli na Sauli. Siku moja Sauli alifadhaika sana. Hakuweza kupata jibu kutoka kwa Mungu. Hakuweza kupata faraja. Alitaka majibu. Alijua ni wapi alipaswa kwenda ili kupata jibu alilotaka. Palikuwa na mahali pamoja tu, nabii wa Mungu Samueli. Alikuwa amekwisha vuka ng'ambo, lakini bado yeye alikuwa angali ni sauti ya Mungu, hata katika paradiso. Baba alitaka bibi harusi wake ajue yeye alimchagua nani kumwongoza bibi harusi wake katika siku hii ya mwisho. Kwa hivyo yeye akamchukua malaika wake mwenye nguvu kule ng'ambo ya pazia la wakati, ili kwa mara nyingine tena atuambie, atufariji na kututia moyo kwamba tuko katika mapenzi yake makamilifu na yaliyoandaliwa. Yasikilizeni kwa makini sana yote anayosema nabii. Sasa nisingewataka ninyi mrudie jambo hili. Yasikilizeni kwa makini sana yote anayosema nabii. Sasa nisingewataka ninyi mrudie jambo hili. Hili ni mbele ya kanisa langu, ama kondoo wangu ninaowachunga. Kabla yeye hajatuambia lolote, kwanza anatutaka tujue hili ni kwa ajili yetu peke yake, kanisa lake, kondoo wake, wale anaowachunga. Kwa hivyo, kama huwezi kusema ndugu Branham ni mchungaji wangu, nimesema jambo hilo hapo awali, lakini hakuna tu haja ya kulisoma zaidi. Hili si kwa ajili yako, pamoja na kwamba yeye hakututaka hata tulirudie kwa yeyote yule, ila kwa wale wanaoamini na kusema ndugu Branham ni mchungaji wangu. Hilo papo hapo jibu letu kwa swali tunalopata shutuma nyingi sana, kwa sisi kusema ndugu Branham ndiye mchungaji wetu. Hao ni wale watu wakanda. Wako sahihi. Yeye yuko hivyo, nasi tuko hivyo. Tafadhali msinikasirikie. Mimi sisemi mambo haya ili kumkasirisha mtu yeyote. Hilo lingekuwa kosa. Bali ni yale yeye anayomwambia bibi harusi. Mimi siweki fasiri yangu kwake. Yeye analisema wazi. Neno la Mungu halihitaji fasiri yoyote. Ama ilikuwa kwamba nilikuwa katika mwili ama nje yake, ama ilikuwa kuhamishwa,
haikuwa kama ono lolote nililopata kuona. Sasa yeye anatuambia hili halikuwa kama ono lolote alilopata kuona. Alikwenda mahali ambapo hajawahi kufika. Lilikuwa kubwa kuliko ono lolote alilowahi kuona. Hakuwa akiota. Aliuona mwili wake kitandani. Alikuwepo kule. Bibi harusi wa Yesu Kristo, hebu hilo nalizame vizuri sana. Walikuwa ni bibi harusi wa Yesu Kristo kule ng'ambo ya pili wa wakati uliopo, waliokuja wakimkimbilia, wakipiga kelele na kumshika, wakimkumbatia na kusema, "Lo, ndugu yetu wa thamani." Yeye alikuwa kule. Aliweza kulihisi, aliweza kuwasikia. Walikuwa wakizungumza naye. Alisimama na kutazama. Alikuwa kijana. Akaangalia nyuma kwenye mwili wake mzee uliokuwa umelala pale, mikono yake ikiwa nyuma ya kichwa chake. Sasa tumethibitisha yeye alikuwepo kule, na ilikuwa ni bibi harusi wa Yesu Kristo aliyekuwa akimuona. Sasa hebu na tusikie ile sauti kutoka juu ilichokuwa ikimwambia. Ndipo sauti hiyo iliyokuwa ikinena nami kutoka juu yangu ikasema, "Unajua, imeandikwa katika Biblia ya kwamba manabii walikusanywa pamoja na watu wao." Mungu hakuwa tu akimwonyesha na kumtia moyo nabii wake, bali kulikuwa na mengi zaidi kwenye jambo hilo. Yeye angerudi na kutuambia sio tu wapi tunakoelekea na jinsi gani kungekuwa, bali kutuambia sisi tuko katika mapenzi yake makamilifu kwa kubonyeza play. Na hivyo ndivyo unavyofika mahali alipo bibi harusi. Ndugu Branham alisema yeye alitaka kumwona Yesu vibaya sana, lakini wakamwambia, "Naam, yuko juu kidogo tu, moja kwa moja upande ule." Kasema, "Siku moja yeye atakuja kwako." Wakaendelea kumwambia yeye alikuwa nani. "Wewe ulitumwa kuwa kiongozi, na Mungu atakuja, na atakapokuja yeye atakuhukumu kulingana na yale uliowafundisha. Kwanza, kama wataingia ama hawataingia, tutaingia kulingana na mafundisho yako." Ni nani aliyetumwa kama kiongozi? Tunaenda kuhukumiwa kulingana na yale nani aliyotufundisha. Tutaingia mbinguni kulingana na mafundisho ya nani? Mtu mmoja anaweza kusema, "Ninawafundisha watu wangu yale tu ndugu Branham aliyosema." Amina, unapaswa, nami naamini baadhi wanafanya hivyo, lakini usilifanye ndugu Branham na mimi. Hebu tuendelee kusoma, kwani yeye anataka kuhakikisha kwamba tunaelewa kwa uwazi zaidi. Ndipo hao watu wakapiga kelele wakasema, "Tunajua jambo hilo, nasi tunajua tunarudi pamoja nawe siku moja duniani." Kasema, "Yesu atakuja, nawe utahukumiwa kulingana na neno ulilotuhubiria sisi." Tutahukumiwa kwa neno yeye alilotuhubiria. Hivyo hukumu inakuja kutokana na kile sauti ya Mungu ilichosema kwenye kanda. Mtu yeyote anawezaje kusema ati hiyo sauti iliyo kwenye kanda siyo sauti iliyo muhimu zaidi mnayopaswa kuisikia? Halafu kama ukikubalika, wakati huo ambapo utakubalika, je, mko tayari? Hili litapigilia msumari kuhusu mapenzi makamilifu ya Bwana ni yapi kwa bibi harusi wa Yesu Kristo.
bibi harusi anamwambia nabii kile yeye atakachofanya. Si mtu mwingine, sio kundi, si mchungaji mwingine. Nabii wa Mungu William Marion Branham. Basi wewe utatukabidhi kwake kama tunu yako ya huduma yako. Je, ni nani atakaye tukabidhi kwa Bwana Yesu? Je, siku za kumsikiliza tu nabii zimekwisha? Je, ndugu Branham hakuwahi kamwe kusema tucheze kanda? Bibi harusi anapiga kelele na kusema, kama unataka kuwa bibi harusi, ni bora ubonyeze play. Bado haujashawishika? Vema, kuna hata na zaidi. Kasema, utatuongoza kwake, na sote pamoja tutarudi duniani tukaishi milele. Ni nani wa kutuongoza kwake? Ni nani anayemwongoza bibi harusi? Bibi harusi anamwambia yeye kwamba yeye atawaongoza bibi harusi kwake, kisha tutarudi duniani tukaishi milele. Ikiwa kuna ufunuo wowote ndani yako hata kidogo, ikiwa unadai unauamini ujumbe huu, ninaomba ya kwamba Mungu akufunulie ya kwamba ni lazima uiweke sauti yake kanda kuwa ya kwanza. Enyi wachungaji, mrudisheni nabii kwenye mimbara zenu. Kanda ndiyo sauti iliyo muhimu sana mnayopaswa kuisikia, kwani mtaenda kuhukumiwa kwa sauti hiyo. Kulingana na neno, tuko katika mapenzi yake makamilifu na yaliyoandaliwa kwa ajili ya siku yetu, kwa kusikiliza sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda. Ikiwa Mungu ameyafungua macho yako kwenye ufunuo wa kweli wa neno lake, ninakualika uungane nasi Jumapili saa 6 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki, tusikiapo 60-0515M, mfalme aliyekataliwa, ndugu Joseph Branham.